tupo kwenye ukaguzi tumebaini kwamba mita yetu, ukiangalia matumizi ambayo yanatumika kwa wakati huo, mita inaonyesha kwamba hakuna matumizi, yani ipo sifuri. Lakini kiuhalisia ukipima kwenye waya zinazotoka kwenye mita kwenda kwa mteja, kuna matumizi ambayo current yake inapanda mpaka 150 kwa wakati mmoja. Kwa kila phase, ziko phase 3, zote zinasoma 110 mpaka 150. Kwa maana hiyo tukabaini kwamba kuna tatizo. Kwenda kufuatilia tukagundua kwamba mteja, kuna mchezo umefanyika, zimefunguliwa, kuna linki ambazo zinapeleka signal, zinapeleka mawasiliano kwenye mita, zimefunguliwa ili kushindwa kupeleka mawasiliano kwenye mita. Kwa hiyo mita inatumia umeme, lakini yenyewe haioni kama kuna umeme unapita. Kwa hiyo inaonyesha iko sifuri, lakini kiuhalisia umeme unatumika. Kwa mwezi mteja huyu pamoja na mashine kubwa alizonazo na uzalishaji mkubwa alionao analipa shilingi 72,000 tu kwa umeme za umeme. Kila ambaye tukamkuta amesababisha hichi, mkono wa sheria uko pamoja naye. Tumeambatana na jeshi la polisi, na kwa hakika kwa yeyote wakiwepo hawa wa leo na wengine tumewakamata wiki zote hizi, tutawafikisha mahakamani na watalipa gharama zote za upotevu. Lakini mahakama itatusaidia kutafsiri sheria. Mtu anayefanya uharibifu na hujuma za staili anastahili adhabu kiasi gani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.